Leo tukimzungumzia hapa rais, utakamatwa na mtu ambaye hujui amekukamata kwa sababu zipi. Lakini ukijiuliza, kwani huyu rais ni binadamu? Yeye amepewa mamlaka. Sisi wananchi ndio tunampa mamlaka ya kuwepo pale juu. Tokea lazima sisi tunapata taarifa, na tunapata taarifa ambazo ziko serious, na ndio maana kama taarifa zingekuwa za ukweli singekuwa tunazitoa. Watanzania sawa, ndio walikataa uchaguzi usifanyike, si kama unanielewa. Sisi Chadema tulibeba ajenda ya wananchi ambao walio wengi waliamini kwamba bila mifumo bora ya uchaguzi tusiingie kwenye uchaguzi. Sasa upande wetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini kama umefuatilia sana, umeona wanasheria wa chama wamekuwa wakipambana kila siku kulizungumzia swala hili kwamba kimsingi kesi ile ilikuwa ni ya madai. Kesi ya madai inakuwa na ukomo wa miezi 6 baada ya kuwa imefunguliwa samasi yake ile. Kwa tukasema baada ya kufunguliwa ile mpaka mwezi wa 12 mwaka jana 2025 kesi ile ilikuwa ime-expire. Kwa tulipaswa kuendelea kufanya shughuli zetu za kisiasa kama kawaida. Kama wangeona bado kulikuwa na madai, walipaswa wakafungue nini tena shauri upya kwamba watuwekewe tena zuio kwa miezi mingine 6. Kwa hiyo tuseme kwamba tunaonewa. Tunaonewa ni kwa sababu chama hiki kinatenda haki katika taifa hili. Kwa hiyo lazima njia zake ziwe ngumu. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba tulilaani tukio lile la Kilabawacha kuvamiwa na kupigwa mabomu tena akiwa kwenye jengo la kanisa Katoliki. So, ni kitu ambacho unaweza kujiuliza kwamba kama wewe polisi unakwenda kupiga mpaka watu ambao kwenye jengo la ibada, maana yake unatumia akili gani? Kiukweli kwamba chama chetu sasa kimefika hatua tumekubaliana kwamba hatutarudi nyuma, tutasonga mbele, tutaendelea kutetea taifa hili kwa sababu hakuna njia nyingine yoyote ambayo inaweza kufanya mambo haya yakaisha isipokuwa ni kujitoa mhanga na kuzungumza ukweli. Kwanza sisi kama viongozi na wanachama kwa nchi nzima kwa ujumla ni kwamba tunazidi kuzungumza kwa sababu ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 sawa, utaona kwenye mwanzo kabisa pale kwamba tunaamini mahakama ndio chombo pekee ambacho kinapaswa kutenda haki nchi, yani chombo ambacho cha mwisho kutenda haki nchi hii ni mahakama. Na sisi tulikuwa tunaziamini mahakama zetu kwamba zinatenda haki, lakini kwa hiki kinachoendelea sasa tunaanza kuona kwamba kweli hakuna haki yoyote inaweza kutendeka, kwa sababu kama chombo chenyewe hiki ambacho kinaamini kwamba tunakiamini kinatenda haki kinaweza kukaa kimya kwa swala kama hili, swala ambalo ni zito. Ukizungumzia Tundu Lissu, unapozungumzia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, unazungumzia zaidi ya Watanzania milioni 60 ambaye wamemuunga mkono kwa pale juu. Kwa hiyo unapomshikilia yeye, maana yake umewashika wote hawa. Kwa hiyo unapowanyima haki watu milioni 60, maana yake wewe haufai tena kuwa mtu wa haki. Kwa hiyo tunasema kwamba kimsingi jaji mkuu, sisi kama chama tunamuomba tu kwa sababu ni swala la kisheria ambalo kimsingi hata yeye anatakiwa afanye kisheria ili swala liishe. Kama kuna changamoto yoyote na kama wanaona kesi haina mashiko au kesi haipo, ni vyema wakatoka hadharani wakazungumza wakamwachia Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini kama wanaona bado ana hatia, wapeleke kesi hii, watoe maamuzi sawa, kesi iendeshwe, mwenye kupata haki yake apate, kwa sababu sisi hatulazimishi kwamba Tundu Lissu hana kosa. Inawezekana wakakuta ana kosa, si ndio? Lakini katiba inasema mtu yoyote anatiwa hatiani pale tu atakapogundulika na nini na kosa baada ya kesi kuwa imekamilika. Sasa kama kesi unashindwa kuiendesha, unamshikilia mtu siku 356 yuko ndani. Huyu mtu ana familia, ana mke, ana watoto, kuna watu wanamtegemea. Ukiachana hao, bado kuna Watanzania wamemwamini. Maana yake ni kwamba tunaomba na tunashauri sana kwamba ili mambo yaendelee kuwa vizuri, lazima watende haki, wafanye iwezekanavyo, wapeleke, watangaze tarehe ili kesi tukaisikilize. Hapana, iko hivi. Kwanza lazima ukubali kwamba Chadema ni chama ambacho si cha comedy. Sisi hatufanyi comedy kwenye siasa zetu. Tunafanya vitu ambavyo ni halisia. Nirudi nyuma niseme kwamba tunapata taarifa kwa sababu hiki chama kimejipanga. Ni chama ambacho kimejipanga ndani na nje. Kina watu ambao ni wataalamu na wamebobea kufuatilia taarifa mbalimbali za chama. Na ili uamini kwamba tunachokizungumza ni kina maana, kinakuwa na point yake. Ukumbuke kuna kipindi cha nyuma hapa kuna taarifa zilizuka kwamba Tundu Lissu anataka kupewa sumu. Tulitoa sisi Chadema
zikatoka, lakini uliona wakaja wakatoa taarifa kwamba ilikuwa sio za ukweli. Ni ukweli kwamba inapotokea lolote linapotokea lazima sisi tunapata taarifa, na tunapata taarifa ambazo ziko serious, na ndio maana kama taarifa zingekuwa za ukweli tusingekuwa tunazitoa. Tumekuwa tukitoa taarifa ambazo zinahusiana na maendelezo wa Tundu Lissu wanapokuwa gerezani kule. Wanasheria wananyimwa haki ya kwenda kuonana naye, wakionana naye wananyimwa haki ya kuzungumza naye faragha, vitu ambavyo wamevipigia kelele. Na nimeona juzi wamefungua shauri, kama ulifuatilia, kwamba wanaamini mahakama zitakuwa ziwatendee magereza zitakuwa ziwatendee watu haki, kwa sababu ambaye yuko magereza ana muda wa kuonana na faragha na watu wake ambao wanawaamini, ili wazungumze kile ambacho sio kwa kuzungumza umelindwa. Kwa hiyo tunasema kwamba taarifa ambazo tunazipata zinakuwa za ukweli. Ile barua ambayo ilifika msibani pale ilikuwa imetoka magereza na ilikuwa ni ya ukweli na ilionekana, japo walikanusha. Na tumekuwa na tabia hizo kwamba nchi yetu sasa ilikofikia, na ndio maana sisi tunafika muda tunasema Chadema, sisi msimamo wetu tunaamini hakukuwa na uchaguzi na hakuna uchaguzi. Serikali haipo mpaka sasa hivi. Hatutambui rais, hatutambui kwa sababu hakuna uchaguzi uliofanyika, kwa sababu tarehe 29 hiyo mwezi Oktoba kulikuwa na vurugu nchi nzima. Inajulikana hivyo. Kwa hiyo tunaposema kwamba imefika hatua nchi yetu imeshindwa kuelewa, wamekuwa wakikanusha taarifa ambazo ni za ukweli. Yaani taarifa ambayo inaonekana ya ukweli wanalazimisha wao waikanushe ili jamii sijajua inaelewaje. Kwa sababu tunaposema Lissu ana taratibu zake. Yeye mwenyewe anatoa taarifa kwamba huwa anatakiwa kila baada ya muda akachekiwe, kwa sababu tunajua alipigwa risasi ile bwana. Na kwa mjibu wa madaktari ambao wanamhudumia anasema kuna risasi moja anatembea nayo. Kwa hiyo huwa kuna muda lazima akachekiwe. Sasa yeye kama wanasema muda wa kwenda kuchekiwa umefika, alafu magereza wanakuja wanasema haumu yuko salama, maana utaona wewe mwenyewe kwamba kuna uongo hapo ndani yake. Yaani wewe unajua kabisa huyu bwana anaumwa, na kabla hajawa mwenyekiti, hii kipindi cha alipokuwa makamu mwenyekiti. Alipokuwa makamu mwenyekiti ulikuwa unaona akikaa miezi 6 mingapi anaenda Belgiji kwenda kuchekiwa afya. Hii imezoeleka na ilikuwa ikifanyika hivyo. Sasa leo ana mwaka anaelekea bado siku kama takriban 10 kwenda kukamilisha mwaka mzima akiwa magereza. Huduma anazozipata mle hazistahili, zinamtesa. Sasa kama wanaona kwamba kesi imeshindikana, basi wampe nafasi akachekiwa alafu arudi, kwa sababu yeye bado hajawa mfungwa kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu. Bado yeye yuko chini ya uangalizi, hajahukumiwa. Yaani mtu ile adhibitika na hatia mpaka pale mahakama itakapokuwa imethibitisha makosa yake. Sasa kama bado ana haki zake zote za msingi, wana haki ya kumruhusu aende akaangaliwe afya yake alafu arudi. Arudi aendelee na kesi, kwa sababu wameshindwa wao. Wangemaliza shauri hili mapema, haya asingetokea. Maana yake angekuwa shatibiwa au ashaenda kuchekiwa. Hili sasa ukweli wake huko hivi, kwa sababu hata yeye mwenyewe ndiye amelizungumza mwenyewe, Mheshimiwa Lissu baada ya kutoka mahakamani alienda akatoa taarifa hii kwamba kumekuwa na tatizo kubwa, amefungiwa system ambayo yani kwamba hata akienda kujisaidia hata akifanya manake hatujui kwamba wao lengo lao lilikuwa ni nini hasa, lakini ni swala ambalo limezungumzwa na mwenyekiti wetu, na sisi tunaamini kwa sababu anachokizungumza tunaamini kiko sahihi. Kama unakumbuka siku moja amezungumza pale mahakamani kwamba mimi amenyimwa haki ya kula, yani mwenyekiti ananyimwa haki ya kula, ambayo ni kanuni, anatakiwa apewe chakula hata kama ni mfungwa. Yani hata mfungwa ambaye ameshahukumiwa hapaswi kunyimwa chakula, kwa sababu ni haki ya msingi ya kikatiba. Sasa anapoyazungumza haya mambo, watu wengine wanachukulia propaganda, lakini mambo ambayo yanatokea na kwenye nchi yetu yanaendelea kuonekana yapo. Ukiona labda nikupe tu mfano wa haraka kwamba umeona hapa watu walikamatwa nchi nzima baada ya vuguvugu la uchaguzi. Kuna watu walikamatwa, unaona, lakini baada ya kukamatwa aliyejiita rais, mimi sisemi ni rais, aliyejiita rais kuna wakati yuko bungeni alisema anawasamehe, si ndio? Aliwasamehe watu ambao walisema alisamehe hao watu kwa sababu alinukuu vitabu kwamba hawajui litendalo. Lakini mpaka leo ninapozungumza na wewe hapa, kuna watu bado wako magereza wameshikiliwa, mahabusu wameshikiliwa. Kuna watu mpaka leo kesi zao hazijaisha waenda kuripoti. Mimi mwenyewe hapa ninapozungumza na wewe ni miongoni mwa watu ambao tulikamatwa. Mimi nilikamatwa tarehe 24 mwezi wa 11 2025. Nikakaa siku 5 mle ndani. Unaona? Mpaka leo simu zangu ninapozungumza nimepokonywa simu, mpaka leo simu hazijarudi. Ukiuliza naambiwa simu zilipelekwa Dodoma kukaguliwa. Hebu jiulize kwamba jeshi la polisi, sawa,
la wilaya ya Kahama, sawa, wanashindwa kuwa na mtaalamu wa IT, wanazichukua simu zinapelekwa Dodoma, afu zinakaa zaidi toka mwezi wa 11 mpaka leo mwezi wa tunaenda wa 4 sasa. Ukipiga hesabu utaona ni miezi mingapi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinatendeka nchi hii sio vya kweli. Kwa hata Lissu anayoyasema sisi tunaamini 100% kwa sababu ukiangalia mienendo yake, siasa zake alizozifanya, amefanya siasa ambazo ni za ukweli, hazikuwa na dosari yoyote ile. Unajua iko hivi, majibu yanajitosheleza kabisa haraka kwamba Watanzania sawa ndio walikataa uchaguzi usifanyike. Si kama unanielewa. Sisi Chadema tulibeba ajenda ya wananchi ambao walio wengi waliamini kwamba bila mifumo bora ya uchaguzi tusiingie kwenye uchaguzi. Twende mezani tukafanye maboresho, halafu wezeni tuingie kwa nini? Kwa uchaguzi. Kwa wananchi ambao walisema hawahitaji uchaguzi ndio walikuwa na mamlaka, Mbondo walitupa sisi ridhaa ya kusema no reform no election. Hatukubeba ajenda tu kwa sababu tumeibeba. Ukiuliza Watanzania 10 sawa leo nani utakuta anakuambia uchaguzi ukifanyika hatuamini. Wamekuwa hawana imani na watu wanawachagua watu wengine, wanatangaza watu wengine. Imekuwa inaeleweka. Tulitoa sababu za msingi kwamba tume yetu hii ni mbovu, mifumo yake imekaa vibaya. Kwa hiyo tusiingie kwenye uchaguzi kwanza. Ni bora tuongeze muda wa kuwepo madarakani rais wetu aliyekuwepo kipindi hicho. Sawa? Hata kama anaongezewa mwaka mmoja miwili, sisi tunakubali. Lengo na mazumuni sisi Chadema tunataka Watanzania wapate haki zao wanazostahili. Kwa hiyo kauli ya Kigaila, mimi niseme kwamba yule bwana, kwa sababu unajua unaweza ukazungumza vitu vingine usiseme hadharani ukaonekana kama mtu amchafua, lakini iko hivi. Kigaila yeye mwenyewe alishindwa kujibu hilo swali vizuri. Alikuwa anazungumza vitu ambavyo yeye mwenyewe, kama ni kauli ya hakutakuwa na uchaguzi, yeye mwenyewe ndiye alianzisha kabla hajahama, kwa sababu no reform no election ilikuwa kabla ya uchaguzi wa chama. Unaona? Chini ya mwenyekiti Freeman Mbowe, mwenyekiti mstaafu, ndio walianzisha kamati kuu baada ya kukaa baraza kuu, wakakubaliana kwamba kama mifumo ya uchaguzi nchi hii iko hivi. Baada ya kutoka kwenye chaguzi za serikali za mitaa, tulipoingia kwa kamati iliyokaa ikaja na majibu kwamba tumetendewa mambo haya kwenye serikali za mitaa. Je, tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu itakuwaje? Kamati kuu ikaazimia kwamba tukubaliane na maoni ya wananchi walio wengi, hawataki uchaguzi mpaka yafanyike mabadiliko ya kimfumo. Tukaja na agenda hiyo. Kwa hata Kigaila mwenyewe alikuwa ni mtu wa kwanza kuitangaza no reform no election kabla agenda ya Chauma. Kwa leo akizungumza kwamba waliosema no reform no election ndio walileta vurugu, manake hata yeye anahusika pia. Kwa asilimia kubwa ya taratibu, kwa sababu moja, tumekuwa na katiba ambayo katiba hii ambayo imebeba watu inawatengeneza kuwa miungu. Sawa? Ukimzungumzia leo rais, sawa, leo tukimzungumzia hapa rais, utakamatwa na mtu ambaye hujui amekukamata kwa sababu zipi. Lakini ukijiuliza kwani huyu rais ni binadamu? Yeye amepewa mamlaka. Sisi wananchi ndio tunampa mamlaka ya kuwepo pale juu. Kwa anapokuwa amekwenda kinyume na sisi na matakwa ya sisi wananchi, lazima tukosoe. Leo ukimkosoa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe unaonekana mhaini. Unaonekana mtu ambaye unataka kusababisha vurugu, kupindua serikali. Sasa ili tuondoe haya, tuondoe kwanza katiba ambayo imempa mamlaka makubwa, kwa sababu katiba imempa mamlaka makubwa. Katiba tulionayo hii inaambiwa akishatangazwa hawezi kushtakiwa sehemu yoyote, na wala hakutakuwa na sehemu yoyote ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Hilo ni kosa. Lakini pia amekuwa na mamlaka ya kuteua watu wengi nchi hii. Sawa? Tukizungumzia huko pande wetu huku chini, tuache kule juu. Huku chini huku, unapowazungumzia watendaji wa serikali za kata, vijiji na vitongoji, wako chini ya rais ambao ni mwajiri wao. Wanakuwa na kiburi kwa sababu utajiri yao hawashtakiwi. Leo ukigombana na mtendaji hapa akikupeleka polisi, wewe utaonekana unavuruga. Yaani hata kama unadai haki yako ila mkapishana kauli, bado unaonekana wewe una shida. Kwa hizi katiba ambazo zinakuwa zinawapa mamlaka makubwa ndio zinasababisha tufike huko. Kwa hiyo sisi tunasema tupate katiba ambayo itakuwa ni mwarobaini kwa mwananchi, kwa kiongozi, yani iwe na usawa, itende haki. Kwamba mimi nikikosea niadhibiwe kutokana na makosa niliyoyafanya. Hata kiongozi wajua akikosea na yeye pia aadhibiwe kwa makosa aliyoyafanya. Kwa sababu ukisema kwamba rais hashtakiwi, kwa hiyo rais akiamua kuwaua Watanzania wote asishtakiwe kwa sababu hashtakiwi. Lakini tumeona kwamba tumekuwa tukizungumza hapa, wenyewe wote ni mashahidi ambao ni waandishi. Tumesema
kuna watu wanatekwa. Na sisi mliona tulikuwa akina Soka, akina Mdude, akina Polepole na wengi tu. Sawa? Tumezungumza sana. Tukasema kama rais ambaye ni amiri jeshi mkuu alipaswa atoe kauli ya kulaani matendo kama hayo, lakini hamna. Toka leo kabla ya uchaguzi Polepole alipotea, alitekwa. Mpaka leo tumemaliza. Tulisema mwanzo labda kwamba Rais Samia hakutaka kuzungumza masuala ya Polepole kwa sababu alikuwa kwenye kampeni, pengine angevuruga programu ya nini ya kampeni. Tukaamini sasa angemaliza sasa hivi angekuwa shalizungumzia. Leo mpaka leo labda ushakusikia amelizungumzia la swala la Polepole. Huyu alikuwa ni balozi wa nchi, kiongozi mkubwa, yani unapomsema katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa, si ndio? Amewahi kuwa hiyo, akatoka akapewa ubalozi, ni kiongozi mkubwa. Kwa rais wa nchi alipaswa aumie au aguswe na hili swala, kwamba hata kama hawezi kulifuatilia lakini angetolea nini kauli. Kwa vitu kama hivi ndio vinatuumiza, tunatufanya tunaumia. Kwa tunapokuwa na katiba yenye ukomo ambayo inabana kila sehemu, tungemwambia bwana, sasa kwa sababu umeshindwa kutekeleza majukumu haya utupishe. Katiba ingekuwa inaturuhusu hivyo. Leo hatuwezi kuyasema. Kwanza utakiwa elewe, sisi kama chama, sisi tunaamini kila Mtanzania anao haki ya kuishi kwa mujibu wa mamlaka tuliyopewa na Mungu. Kwa haijalishi yeye yuko CCM lakini anatenda ambayo yanaonekana ni mazuri, hatuwezi kumbeza. Polepole alikuwa mtu wa CCM na ametumia mifumo hii ya kutubana akiwa CCM, na yeye akiwa kwenye utawala wa Magufuli alifanya hivyo, aliwabana wapinzani, alijipa nafasi kubwa, lakini hakujua kwamba baadaye na yeye anaweza kumkuta. Kwa hiyo sisi tunasema hatumtetei Polepole kwa sababu ni wa CCM. Hatumtetei Polepole kwa sababu alikuwa Chadema. Tunamtetea Polepole kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu. Sisi tunatetea kila Mtanzania awe na haki ya kuishi, aishi vizuri na aishi na watu vizuri. Kwa hiyo tunapozungumza swala Polepole, tunamaanisha si kwamba kwa sababu Polepole tunamzungumza aje Chadema, hapana. Labda nikupe mfano mzuri kwamba wenzetu Chama cha Mapinduzi wameshindwa kuwa na utu ambao wanaona kabisa kwamba inashindikana. Wamekuwa na watu wao ambao wakizungumza ukweli wanaonekana ni wapinzani. Tuliona kwa Gwajima, unaona? Tumeona pia kwa Polepole, lakini tumeona kwa Ndugai marehemu, tuliona kwa nani yule Nape na Wie. Tumeona wengi wapo ukizungumza ule uhalisia wa Kitanzania, ukiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi unaonekana wewe mpinzani. Leo hii tunapozungumza Padri Kitima anapigwa vita kwamba ni mwana Chadema. Yaani unaposema ukweli nchi hii wewe unakuwa Chadema. Kwa hiyo Chadema nchi hii ndio chama pekee kinachoweza kuzungumza ukweli na uhalisia wa Watanzania. Kwa hiyo tunapozungumza Polepole tunamaanisha sisi tunatetea Watanzania wote. Ukisoma vizuri katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imesema haki, yani imeanzia haki. Ukisoma utangulizi pale, sawa? Sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekubaliana moja mbili, utakuta neno la kwanza haki. Yaani haki ndio inakuwa ya kwanza, baadaye inakuja amani. Huwezi kuwa na amani bila haki. Maana ukiwa na amani ambayo haina haki, maana itakuwa imeelemea upande. Lazima uwe na haki kwanza. Haki inatengeneza usawa, halafu ndio inakuja ile amani. Haki kwanza. Haki tuende kwenye amani. Huwezi kuwa na amani bila haki. Vitabu vya dini vimeandika, ukisoma Biblia, lakini katiba yetu tunaizungumza imeandika. Mimi kwamba tukimaliza hapo uende ukaitafute katiba, uisome hii hapa hii. Katiba hii. Japo tunasema ni mbovu, ila kuna vitu ambavyo viliandika vina msingi. Unaona? Kwa imeelekeza kabisa lazima uwe na haki kwanza, amani inafuata. Sasa sisi kama chama ambao tunaendelea kupambana na kupigania haki zao, ambao tunaamini kwamba bila sisi nchi hii haiwezi kuenda tena. Na mimi hata wao wanalijua hilo kwamba sisi tunaomba sana waendelee kutuunga mkono, kutusupport, lakini waendelee kutuombea tufanye shughuli, lakini tunaendelea kusubiri kwa sababu kesi yetu ya mgawanyo wa rasilimali tumesubiri majibu ya rufaa ambao majaji walisema tusubiri, watatupa majibu. Hatujapewa tarehe ni lini ya kwenda kupokea hayo majibu. Tunaamini itakwenda kuwa vizuri, na tukifunguliwa tutaenda kufanya shughuli za kisiasa. Tutafanya mikutano nchi nzima kama kawaida yetu, sababu Chadema hatujai kufeli. Chama tumeendesha chama miaka takriban 10 bila ruzuku ya chama. Lakini tulikuwa tunafanya shughuli za kisiasa, tutaenda. Kwa hiyo sisi tutakwenda kufanya shughuli zetu za kisiasa. Na ndio maana ukitaka kujua kuna muda uliuliza mtu hapa kiongozi mwenzangu hapa kwamba Chadema kimekufa. Yaani unaambiwa Chadema kimekufa. Hivi unaamini kweli mtu amekufa? Mtu ambaye ameshakufa unaweza kuendelea kumpiga pingu? Yaani mtu aliyekufa unampiga pingu. Hivi kweli
Sisi ambao tumekufa tunapigwa pingu, ambao hawajafa ndo wazima hawapigwi pingu. Yaani mtu ambaye unaamini unayempiga pingu ni yule ambaye anakuzidi nguvu. Kwa sisi Chadema ni chama ambacho kimewazidi vyama vyote nguvu nchi hii. Ni chama ambacho kimebaki kimoja pekee, na ndio maana ukisikia kauli za chama tunasema Chadema sio chama kikuu cha upinzani. Chadema ni chama kikuu cha siasa nchi hii. Hakuna chama kingine kinachoweza kufanya shughuli za kisiasa. Tumebaki na washindani wetu ambao tunapambana nao sasa hivi ni vyombo viwili. Ni jeshi la polisi na magereza na mahakama na jeshi la polisi ndio tunapambana nao. Hatuna wengine wa kupambana nao nchi hii. Kwa hiyo sisi tunaomba tu Watanzania endelee kutuunga mkono, na sisi tutaendelea kupambana kupigania haki zao. Hatutarudi nyuma, tumeapa kufa kuhakikisha nchi hii inabaki salama. Asante.